Waheshimiwa viongozi wastaafu maraisi wa Zanzibar na mliokuwa wenye viti wa Baraza la Mapinduzi, mstaafu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wastaafu makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na wastaafu wote kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa makamu wa pili wa rais ndugu yetu Hemed Suleimani, ndugu Godensia Kabaka, mjumbe wa kamati kuu ya CCM na mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania, nitambue uwepo pia wa mwenyekiti wa wazazi Tanzania ndugu Abdallah Juma Sadala almaarufu Mabodi, naibu katibu mkuu CCM Zanzibar, wazee wetu wa Chama cha Mapinduzi na wazee wetu waasisi wa Umoja wa Wanawake Tanzania wa Chama cha Mapinduzi. Nimeambiwa kuna machifu, naomba nitambue uwepo wa machifu wenzangu, ndugu Modlin Kastiko, katibu wa neki organization, ndugu Thuwaiba Kisasi mneki, makamu mwenyekiti wa UWT, pamoja na wajumbe wa kamati tekelezaji na wajumbe wa baraza kuu la UWT, Dr. Phyllis Nyimbi mneki na katibu mkuu wa UWT, waheshimiwa spika na naibu spika wa Baraza la Wawakilishi, nitambue uwepo wa spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Anna Makinda, waheshimiwa wake wa viongozi wakuu mliopo hapa, ndugu wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu za CCM mliopo, ndugu wenye viti wa CCM wa mikoa na wilaya, waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri na watendaji wengine wa serikali zetu zote mbili mliopo hapa, waheshimiwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waheshimiwa wa Bunge la Afrika Mashariki na Bunge la Afrika kama mpo, pamoja na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya zote mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wa dini, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa vingine mlioko hapa. Nimeambiwa kuna viongozi wa vyama vya siasa wanawake wamekuja kutunga mkono. Waheshimiwa madiwani wote mliopo kutoka Tanzania bara na Zanzibar, ndugu watendaji wa chama na jumuiya wa ngazi zote mliopo, kamati ya maandalizi, ndugu zangu wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mapinduzi! 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 Potelea mbali. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu, awali ya yote nami nichukue fursa hii kuongeza sauti yangu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kama walivyofanya walionitangulia. Mungu aliyetujalia uzima na afya njema ya kutuwezesha kukutana hapa leo katika uwanja huu wa Maisara mjini Zanzibar katika shughuli yetu hii ya Umoja wa Wanawake wa Tanzania. Napenda nitoe pongezi na shukrani zangu za dhati kwa uongozi mzima wa UWT kwa kazi nzuri mnayoendelea kuifanya kuijenga na kuimarisha jumuiya yetu na nchi yetu kwa ujumla, tukijua kwamba mwanamke ndiyo nguzo ya familia na ndiyo msingi wa ujenzi wa taifa. Nani kama mama? Vile vile niseme tu kwamba nimefurahishwa sana na namna wanawake wenzangu mnavyoniunga mkono katika jitihada zangu za kuleta maendeleo. Na nitumie fursa hii nishukuru sana, niwashukuru wote waliofika hapa, wanawake kutoka kila kona ya Tanzania kwa shughuli hii tuliyoikusudia leo. Lakini vile vile kwa dhati kabisa
nishukuru wanaume wote waliokuja kutunga mkono leo. Wanasema jambo la mama ni jambo letu, lakini niseme jambo la wanawake ni jambo la wanaume pia. Kwa hiyo tunawashukuru wanaume wote mlioko hapa pamoja nasi. Kwa hakika hili ni jambo la faraja kwangu na linanipa moyo na ari ya kufanya kazi vizuri zaidi, kwani Waswahili wanasema mvishwa koja kwao au nyumbani kwao hufika mbali na huwa na ulinzi. Hivyo naamini kwamba kuendelea kwenu kuniunga mkono mimi ndugu yenu kutanipa ari ya kufanya kazi kwa uweledi zaidi, na kwamba mkiendelea kunishika mkono tutafika mbali kama taifa, lakini pia tutaweza kuendeleza uchumi wetu na ustawi wa taifa letu. Ndugu zangu, mmeniita kunipongeza, lakini mbele yenu hapa kuna viongozi kadhaa wastaafu, na hawa ndio walilotengeneza tunda hili ambalo leo limeitwa kupongezwa. Mbele yenu hapa kuna viongozi mnaowaona. Tunamuona Rais mstaafu, Rais Karume, ambaye alikuwa rais wetu wa Zanzibar 2000 mpaka 2010. Huyu ndiyo asili ya tunda hili mnaloliona hapa. Lakini pamoja naye kuna viongozi kadhaa ambao nilifanya nao kazi mbalimbali, na kwa muda wote nilikuwa nasoma hekima, busara na utendaji kutoka kwao. Kwa hiyo mimi ni tunda la mnaowaona hapa, na shukrani na pongezi zetu leo ziende pia kwao kwa kunitengeneza, kunifundisha na kunifunda, na nikaweza kufanya nayoweza kuyafanya. Wanasema kufanya ni malezi, na kwa kweli nataka nimshukuru Mungu. Malezi niliyapata kwa walezi wangu, walinifundisha vyema, na ndio maana leo naweza kufanya niliyoweza kuyafanya. Ndugu zangu, rais ni kiapo, na unapoapa unaapa kuheshimu katiba ya nchi, lakini pia sheria zilizopo ndani ya nchi. Katiba yetu ya nchi imeweka miongozo yote ya jinsi ya kuongoza serikali zetu, serikali ya Jamhuri ya Muungano, lakini pia serikali ya Zanzibar. Miongozo iko kwenye katiba zetu za nchi. Lakini kingine ni dira ya maendeleo ya nchi zetu mbili, ile ya Tanzania bara ambayo imetoka mwaka 2000 mpaka 2025, na ya Zanzibar ambayo iliisha mwaka jana na sasa inatayarishwa itakayokwenda mpaka miaka 2050. Dira hizo zina mambo kadhaa yanayotoa mwelekeo kiongozi afanye nini. Na katika dira zetu, la kwanza lililohimizwa ni amani na utulivu katika nchi zetu, lakini la pili ni utawala bora na utawala wa sheria, la tatu ni maisha mazuri kwa wananchi wa nchi hii, la nne ni uchumi shindani, lakini jengine ili twende na uchumi shindani, kazi kazi kazi, ndiyo yanayohimizwa katika dira zetu. Lakini ukiacha dira, tuna mipango yetu ya miaka mitano. Mipango yetu ya miaka mitano na yenyewe inaendana na dira yetu na kuvunja na kufanya mipango katika miaka mitano husika, na ndivyo tunavyovifuata tunapoongoza nchi. Kingine kinachotuongoza ni ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ambayo ndiyo chama chenye serikali yake na chenyewe kinakuongoza katika kipindi hiki. Tunataka ufanye hili na hili na hili na hili na hili. Kwa hiyo ndiyo miongozo ambao marais wote awamu zote ndiyo wanayoifuata. Wale ambao walipoingia tayari mipango hii ipo, lakini wale walioingia mwanzo kabla mipango hii, kwa mfano Zanzibar, tulikuwa na Afro Shirazi Manifesto ambayo ndiyo ilikuwa inamuongoza hayati rais wetu aifanyie nini nchi yetu. Lakini kwa upande wa Tanzania bara na kwenyewe kulikuwa na mpango wa kwanza wa maendeleo ambao limuongoza rais afanye nini. Hii ndiyo miongozo ya uendeshaji wa serikali. Ndugu zangu, hakuna miujiza,
lakini inategemea wakati ukoje, wakati unaongoza nchi, hali ya wakati ikoje, rasilimali zikoje, utaalamu uliopo nchini ukoje, hali ya kiuchumi nje na ndani ya nchi ikoje, hali ya kisiasa, falsafa za nchi kwa wakati huo zikoje, amani na utulivu ndani ya nchi ukoje, lakini pamoja na umoja na mshikamano. Sasa yote niliyoweza kuyafanya na pongezi mnazonipa zimeongozwa na mambo haya, ambapo Watanzania wenzangu tumeweza kuweka amani na utulivu. Kwa kiasi kikubwa awamu zilizopita zimetayarisha wataalamu wa kutosha. Kwa kiasi kikubwa makusanyo ya fedha za ndani yamekuwa na tunaendelea kuyakuza. Kwa kiasi kikubwa siasa yetu nje inaeleweka na kwamba sasa tunashikwa mkono. Kwa kiasi kikubwa watu wako na amani na utulivu ndani ya nchi, na kazi zinaendelea, kilimo kinaendelea, na mambo yote yanaendelea, na hii ndiyo yanayompa kiongozi kuweza kufikiria vizuri na kufanya shughuli za maendeleo. Kwa hiyo ndugu zangu, nawashukuru sana Watanzania wenzangu kwa hali hii tulionayo nchini, na naomba sana tuiendeleze ili tuweze kuleta mazuri zaidi. Ndugu zangu, maendeleo ya nchi huletwa na wananchi wake, na kwa maana hiyo ndani ya Tanzania maendeleo yetu tunayaleta sisi wananchi wenyewe, kike kwa kiume, warika zile ambazo tunaweza kufanya shughuli za maendeleo. Lakini kama nilivyosema, inategemea na mazingira ya nchi yakoje na msukumo wa viongozi ukoje, ndipo tunaweza kufanya maendeleo ya nchi. Kwa maana hiyo, kama maendeleo ya nchi huletwa na watu wote, mwanamke naye yumo ndani ya watu wote. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa niwapongeze sana wanawake wa Tanzania kwa kuchangia kwa hali na mali katika kuleta maendeleo ya Tanzania. Sisi tunatoa mwongozo, tunaweka mazingira wezeshi, tunatafuta fedha za kufanya maendeleo, lakini wanawake kwa sababu ni asilimia kubwa, kwa kushirikiana na wanaume tumeweza kwenda mbele na kuleta maendeleo yetu Tanzania. Lakini hii imetokana na nini? Historia imezungumzwa hapa na mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania. Ametueleza historia yetu ya Umoja wa Wanawake Tanzania, tulikotoka, lakini sio tu ya jumuiya, ni wanawake wote wa Tanzania, tulikotoka na tulipo sasa. Na hii ni kazi kubwa iliyofanywa na serikali za Chama cha Mapinduzi katika awamu zote zilizoanza hadi hapa tulipo. Mapambano haya ni ya muda mrefu, yamechukua muda kufika leo hapa. Sisi ni kazi iliyofanywa na wanawake wengi huko nyuma, wengi, mama zetu, kina mama Fatma Karume, kina mama Khadija Jabir, kina mama Salama Majaliwa, kina mama Mariam Hamadi, wapo wengi kwa hapa Zanzibar, wengi ambao wamefanya kazi wakatusogeza tukafika hapa, nasi kutoa mchango wetu kwenye taifa letu. Kwa hiyo niseme kwamba tutaendelea kutimiza malengo ya dunia yale ya SDG ambayo yametuhimiza kuto kumwacha mtu nyuma, awe mwanamke awe mwanamume, wote twende mbele katika kuleta maendeleo yetu kwa kiasi ambacho mtu anaweza kuchangia. Na hapo ndio sasa tunahesabu maendeleo mazuri ya wanawake. Lakini niseme ushiriki wetu wanawake katika kuleta maendeleo nchini ni muhimu na ni lazima. Programu mbalimbali zimekuwa zikitekelezwa ili kuimarisha Watanzania, wake kwa waume, wananchi kwa ujumla, kwa madhumuni ya kukuza fursa za kiuchumi na kujenga uwezo wa kuendesha miradi, biashara, kupata mikopo na mitaji au masoko. Amesema mwenyekiti wa UWT hapa kwamba hapo katikati nchi yetu ilibidi kubadilisha sheria ili kufanya mwanamke na mwanamume wawe na haki sawa, na si sheria peke yake, hata ile sheria kubwa, katiba, tuwe na haki sawa katika kutumia rasilimali za nchi. Na tuliambiwa na wajuzi wa uchumi kwamba
uchumi ni mambo matatu: uwe na ardhi, uwe na mtaji, lakini uwe na kazi, wafanya kazi. Sasa kwa upande wetu tulikuwa hatuna mtaji, hatuna ardhi, lakini nguvu kazi tunayo. Kama wanawake tulikuwa na nguvu kazi yetu wenyewe. Kwa serikali zetu zimetuwezesha sasa kuwa na ardhi na kuwa na mtaji. Kilichobaki sasa, ndugu zangu, ni kuchapa kazi. Mambo mengine yote serikali inaweka mazingira bora kuwezesha ili tuweze kufanya kazi. Yamesemwa hapa majukwaa ya wanawake ambao sasa yatafufuliwa na yaweze kwenda kufanya kazi kama tunavyotarajia. Lakini jengine tulisema ni suala la utawala bora, ambapo mabadiliko ya sheria kadhaa kama nilivyosema yamefanyika ndani ya nchi zetu Tanzania bara na Zanzibar, ili kumpa mwanamke nafasi ya kuwa na maisha mazuri, kuwa na amani na utulivu, afya, elimu. Mnajua kwamba hatua mbalimbali tumezichukua ili kutoa fursa ya elimu kwa wote, wavulana na wasichana, wanawake na wanaume, ili wote wawe na elimu na sote twende kwenye safari ya kujenga taifa letu. Lakini pia kwenye suala la uchumi shindani kama tulivyoelekezwa na dira yetu ya maendeleo, elimu ni kitu kimoja, lakini taaluma, ujuzi kazi ni jambo jingine ambalo serikali zetu zote mbili limefanyia kazi vizuri suala hili, pamoja na miundombinu ya usafiri na usafirishaji, umeme na maji. Hizi zote ni nyenzo zinazotufanya tuweze kwenda na maendeleo yetu, au tuweze kushirikiana vyema na kufanya shughuli zetu za maendeleo. Ndugu zangu, swala jingine katika kuleta maendeleo hapa nchini kwetu, nilizungumzia uhuru wa kutenda mambo kwa kuzingatia sheria, ambao ni jambo muhimu sana. Naomba kila mmoja wetu afikirie, unapokosa uhuru unakuwa huwezi kufanya kazi zako. Lakini sheria zetu za Tanzania bara na Zanzibar zimetoa uhuru. Na uhuru ni neno pana, uhuru lakini bila kuvunja sheria, kwamba kila mwanadamu anaishi Tanzania anaweza kufanya kazi zake, iwe kazi za ofisini, kazi za biashara, kazi yoyote ile ambayo unaihisi utaweza kuifanya. Kwa hiyo unaweza kuifanya lakini bila kuvunja sheria. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, nikiendelea sasa, nitumie jukwaa hili kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi nzuri anayoifanya kwa upande huu wa Zanzibar. Katika hotuba yake ya kutimiza mwaka mmoja, kwa kweli tumeyasikia ambayo ameweza kuyafanya kwa kutumia misingi hii ambayo nimeitaja. Ameweza kufanya kazi nzuri na kubwa ndani ya mwaka mmoja katika kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali. Sisi ni mashahidi wa hilo, na zaidi ile hotuba yake aliyoitoa siku ile ya kilele, ambayo imeendelea kuonyesha dira na kupiga vita rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa rasilimali za umma. Na katika hili tutaendelea kufanya kazi kwa karibu na Mheshimiwa Dr. Mwinyi, na tutaendelea kushirikiana kwa kila hali katika kufanya kazi na kutumikia nchi yetu kwa maslahi ya Watanzania wote. Ninaamini kwamba Tanzania bila rushwa inawezekana. Iwapo mimi na wewe tutaunga mkono au tutawaunga mkono viongozi wetu katika vita hii, inawezekana, na naomba sote tutimize wajibu wetu. Ndugu zangu wana UWT, katika risala yenu mlisema kwamba katika kipindi hiki nilichokaa madarakani, Tanzania imeendelea kuwa salama na shwari. Napenda niwaambie jambo moja, kwamba amani na usalama kama nilivyosema awali tunavyovishuhudia Tanzania ni zao la ushirikiano wenu na serikali.
Na hapa napenda niwapongeze wananchi wa Zanzibar kwa kuiunga mkono serikali ya umoja wa kitaifa iliyoundwa kwa pamoja na Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo chini ya uongozi thabiti wa Dr. Hussein Mwinyi na chama chetu cha Mapinduzi. Kwa hakika serikali ya umoja wa kitaifa umeonyesha matumaini makubwa katika kuleta na kudumisha amani na utulivu wa Zanzibar. Na kumbukeni, nimesema amani ndiyo kila kitu kwa maendeleo na uhuru wa mwanadamu. Amani inapotoweka Zanzibar huathiri pia maeneo yanayoizunguka Zanzibar ikiwemo Tanzania kwa ujumla. Ndiyo maana wazee wetu walisema zumari ikipulizwa Zanzibar huemkwa watu wa Mrima. Aidha, nitoe wito kwa Wazanzibari kuendelea kudumisha amani iliyopo kwa kuilinda na kuiendeleza misingi imara iliyopo ya serikali ya umoja wa kitaifa. Na sisi kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutafanya kazi kwa karibu na serikali ya umoja wa kitaifa ili kudumisha amani iliyopo na kuyaenzi malengo ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 64 ambamo miongoni mwao ni amani, umoja na mshikamano. Ndugu zangu wa Zanzibari na Watanzania kwa ujumla, tunajivunia tunu yetu ya umoja ambayo imetuwezesha kuendelea kufanya kazi kwa pamoja na ushirikiano bila kujali tofauti zetu za kidini, kabila, rangi, itikadi za kisiasa na asili ya mtu anapotoka. Umoja na mshikamano wetu ni miongoni mwa mambo ya msingi yaliyodumisha amani ya taifa letu, na ndiyo mambo yanayotufanya tuwe viranja wa amani katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na kusini mwa jangwa la Sahara kwa ujumla. Ndugu zangu, niongelee jambo ambalo linatukabili mwakani, na hapa naongea na wanawake wa Tanzania lakini pia na wanaume wa Tanzania. Mwakani tunakabiliwa na zoezi la sensa lenye madhumuni ya kutuhesabu na kujua idadi yetu wa Tanzania. Wanawake tuko wangapi? Wanaume tuko wangapi? Kawaida tunasema wanawake jeshi kubwa, lakini hii ni kwa takwimu za mwaka ule ambao sensa ilifanyika 2012. Sasa sensa ya mwakani inakuja kuthibitisha hilo au kulikataa hilo, lakini kwa hali inavyoonyesha bado wanawake tutaendelea kuwa jeshi kubwa. Kwa hiyo niwaombe sana wote tushiriki, kike kwa kiume, tushiriki na tukubali kuhesabiwa ili tupate idadi kamili ya Watanzania na tuweze kujipanga kwa idadi halisi ya watu tulionayo. Ukikimbia kuhesabiwa unakimbiza fungu lako katika bajeti ya serikali, unakimbiza fungu lako katika maendeleo ya serikali, na baadaye utakuja kulalamika maendeleo hayakukufikia, kumbe kwenye mafungu yanayopangwa humo hukuhesabiwa, au vinginevyo utafaidika na mafungu yanayopangwa na kumdhulumu yule ambaye alikubali kuhesabiwa, lakini mafungu hayamfikii kwa sababu mipango imepangwa kwa idadi ambayo tumeipata. Kwa hiyo naomba wote mkubali na mshiriki kamili kwenda kuhesabiwa. Ndugu zangu wanawake wa Chama cha Mapinduzi, mwakani pia tuna uchaguzi wa chama chetu. Nawaomba sana wanawake wenzangu kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi wa mwakani na jumuiya zake, chama chetu na jumuiya zake, katika kugombea nafasi mbalimbali za kukitumikia chama chetu na kupata uzoefu katika masuala ya uongozi. Ndugu zangu,
ni wasihi tusirudi nyuma, kwani kugombea nafasi hizi za uongozi ni haki yetu, na katika nafasi hizo ndipo panapoonekana wanawake wenye uzoefu na uwezo wa kuongoza na kuitumikia serikali katika nafasi mbalimbali za juu. Kwa naomba mjitokeze. Wanawake wengi waliofikia nafasi za juu katika chama walianzia chini na waligombea, na baadhi yao wakaingia serikalini na kushika nyadhifa mbalimbali. Lakini napenda nikumbushe kitu kimoja: wakati tunapokwenda kugombea au kuhamasisha wengine kugombea, tujiepushe na matendo yanayokiuka katiba, sheria, kanuni na taratibu za chama chetu. Ndugu zangu, shughuli ya leo ni kubwa. Kila unapogusa unahisi kwamba sijasema zaidi, lakini nadhani nikiendelea nitaharibu yale niliyoyasema. Kwa maana hiyo basi, baada ya kusema niliyoyasema, niwashukuru na niwapongeze sana wote walioandaa mkutano huu kwa ajili ya kupongezana na kushukuriana. Kitendo hiki kimenipa faraja kubwa na kunitia hamasa na ari zaidi ya kulitumikia taifa letu katika nafasi hii ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia katika nafasi ya uwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na washukuru sana. Huu mlionionyesha ni uungwana, na ninajua ukitaka kuona ndugu zako wanakusaidia, subiri ufikwe na janga. Nami kwa sababu nimefikwa na janga hili la kupewa kiti kikubwa cha kuongoza nchi hii, ndugu zangu wote mmesimama na kunishika mkono. Kama alivyosema Dr. Mwinyi, ni kweli nashuhudia kuombewa dua kila pembe. Ndugu zangu wote mmekuwa mkisimama katika sala zenu Ijumaa, katika nyakati tofauti, kuniombea niweze kufanya vizuri, na inshallah Mwenyezi Mungu apokee dua zenu ili niweze kufanya vizuri zaidi. Mmenishika mkono nami nafarijika na napata moyo wa kufanya kazi zangu, kwamba ndugu zangu mpo na mmenishika mkono. Wanasema mcheza kwao hutunzwa. Na washukuru sana kwa zawadi mlizonipa. Nazithamini na nitaendelea kuzithamini, na kila nikiziona nitajua kwamba zawadi hizi nilipewa ili niwatumikie Watanzania. Muniombee afya njema niweze kuwatumikia zaidi Watanzania. Nimalizie kwa kusema, ndugu zangu, mwaka huu tunatimiza miaka 60 ya uhuru kwa Tanzania bara, lakini kwa Zanzibar tuko kwenye mwaka wa 57 nadhani. Lakini kule mwanzo tulikopata uhuru tuliambiwa uhuru ni kazi, na tukafanya kazi tukafikia hatua tuliofikia. Lakini awamu ya pili baada ya uhuru, awamu ya pili ya Mzee Mwinyi, yeye akasema sasa kufanya kazi ni ruksa, iwe serikalini iwe sekta binafsi, ni ruksa kufanya kazi tupate maendeleo ya nchi. Tukafanya kazi tukapata maendeleo ya nchi. Awamu ya tatu ya Mzee Mkapa, yeye akatuambia ndiyo tuchapeni kazi, lakini na kodi tulipe ili kazi izae kazi. Na kweli tukafanya mifumo ya kodi mipya, tukalipa kodi, kazi zikazaa kazi zaidi. Awamu ya 4 tukaambiwa kazi hii sasa tuifanye kwa ari mpya, kasi mpya. Na kweli Watanzania, Mungu ametuumba na roho rahimu, tukapokea tukafanya kazi kwa kasi mpya na ari mpya. Awamu ya 5 ikatuambia nini? Hapa kazi tu, hakuna jengine. Na nadhani mliiona kazi ya awamu ya 5. Awamu ya 6 tunasema ile kazi iliyoanza uhuru mpaka awamu ya 5 ifanyeje? Kazi iendelee, ndugu zangu. Kazi iendelee. Na kwa maana hiyo
Ninawaaga kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanawake oye! Mungu ibariki nchi yetu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu wabariki wanaume wa Tanzania. Waendelee kutusimamia. Waendelee kutusimamia, tuendelee kuchapa kazi. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kidumu Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana.